Nataka tuanze maombi ya tatu kavu. Maombi ya tatu kavu. Hakuna maji, hakuna juisi, tatu kavu. Tunazipiga tatu kavu hapa. Tunarindima hapa. Wale watu wa Kimwini ameanza tena kufunga hemimu zangu, una vidonda kana vidonda vyako huko, hautaki kupona, sisi tunafunga tatu kavu. Watu wa Mungu hupatikana kwenye maombi. Ndio njia ya kuongea na Mungu. Tukimuomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Lakini madhabahu za kwenye mito na miti na baharini zinawatesa watu sana walio chini ya madhabahu hizo. Bwana asifiwe sana. Madhabahu za miti mirefu zenye majani mabichi. Mti mrefu, watu huenda kurindima pale, hutoa sadaka, hutoa kafara, hutoa maisha ya watu. Mtu huchinjwa, damu yake upelekwa mahali. Wale watu hawana huruma. Mtu wa Mungu hawana huruma. Kwenye vikao vyao akikwambia nani ataleta pipa 7 ya damu, mtu anainua mkono hivi, anahakisha baada ya siku na pipa 7 ya damu anapeleka kwenye madhabahu yake. Ukiambiwa sadaka ya madhabahu na shilingi 1000, wewe wenzako kiamba nani ataleta kichwa cha mtu, anainua mkono hivi, mimi nitaleta kichwa cha mtu. Atakileta, anapambana, anakileta. Wewe unaomba sadaka ya madhabahu, unakuja kwa maringo, hata shilingi 1000. Jamani, 1000 alafu na madaha. We mtoto we, Mungu tuhurumie. Wenzako anapanga msali vikao vya wachawi wanapokaa kwenye miti mirefu, kwenye maji ya kwenye maziwa makubwa, anakaa kwenye kikao pale cha kutathmini wanafanya mambo ya mwaka huu. Ndio ile Disemba ile. Kuna vikao kuzimu vinaendelea. Watu wanakaa kuzimu. Basi barabara ya kwenda Iringa basi 2 zimeanguka, watu wote wamekufa. Barabara ya kwenda Siwa kuna vikao vinaendelea kuzimu. Jamani, kuna vikao kuzimu. Hana maombi ya kufunga, hana maombi ya kufanya nini? Hana maombi yoyote. Yeye ni Mkristo tu wa jina. Wakiambiwa damu mapipa 7 na wewe umo. Damu mapipa 7 na wewe umo. Wale watu ni waaminifu kuliko unaofikiria kwa Mungu wao. Hakuna kusema hatuwezi, hakuna kusema tumechoka, hakuna kusema hapana. Wao wanajua ndio tu ndio. Bwana asifiwe sana.